connection. Kumbe sisi ni watu wa mboga saba. Sisi ni watu wa mbali sana. Madam, hebu naomba uielezee jezi yako. Hii jezi ni Ifakara. Maua, sio maua. Ifakara watu wanalima mpunga. Hii maana yake ni mpunga, tuko kwenye mpunga. Lakini pia Ifakara tunakula samaki fresh wa kwenye mto. Mto gani huo? Kivukoni pale, ule mto. Kuna samaki. Mto Kilombero. Okay. Tunakula samaki. Lakini pia bila kusahau jezi na jina langu. Umeiona Mashao. Madam, naona kuna trust the process. What does it mean? The process kwamba kuanza kufanya mazoezi kunahitaji moyo pia. Kwa hiyo ili ufikie lengo lazima uamini mwanzo ambao unaanza nao. Mimi nilianza kukimbia kilomita 2 na hema sielewi. Lakini sasa hivi nakimbia 10, 15. That's the process ambayo nilitrust na sasa hivi nimefika mbali. Madam, mtu anafikaje Kilombero? Kilombero kutokea wapi? Popote pale. Ile tu umetuambia tuko kwenye Kilombero ni wilaya ambayo iko katika mkoa wa Morogoro. Ukiwa unatokea Morogoro utaenda Msamvu stendi pale, utapanda magari yanayokwenda Ifakara. Ifakara ndo Kilombero yenyewe. Ifakara ni mji wa Kilombero. Hiyo utapita Iringa Road, utafika mbele kidogo, ukishafika Mikumi utaingia kushoto, utapanda moja kwa moja mpaka Ifakara, utakutana na watu wa Ifakara na trust the process. Usipofanya mazoezi utakula dawa. Usipofanya mazoezi utakula dawa. Asante sana. Alright. Funguka na msemaji. Kama unavyoona watu wanasherehesha, wana furaha katika siku ya 8/8. Unaona kama wote walivyo, watu wamefurahi. Lakini nyuma na hapo, kabla tujaanza, tulikuwa na tour guide wetu. Hebu tueleze kidogo. Karibu. Asante sana. Jina yako tafadhali? Kwa majina naitwa Jafet, Joseph Jafet. Mwongoza watalii katika hifadhi ya milima ya Udzungwa. Ndio. Na hifadhi hii kama nilivyowaambia awali, ilianzishwa na mwana wa mfalme kutoka Uholanzi aliyokuwa anaitwa Bernard. Na ndiye aliyosababisha mpaka leo tuna hifadhi hii, kwa sababu alishauri serikali iweze kuchukua eneo hili au kuweka eneo hili katika hali ya usalama. Kwa maana leo TANAPA wako kwenye hili eneo. TANAPA ndo analimiliki eneo hili kwa sababu wao ndo wanahusika na hifadhi zote za Tanzania. Asante. Ndio. Tutaona nini na nini? Kwa huku Udzungwa kuna njia tofauti. Hii njia leo tuliopo ni njia ya Sanje. Na kwenye njia ya Sanje kuna vivutio vingi, kuna maporomoko ya maji ambayo ndio maporomoko marefu kuliko yote katika hifadhi za Tanzania ambazo ziko 21. Asante. Kwa hiyo katika njia hii kuna vingi vya kuona ikiwemo jamii za nyani. Pia tuna uwezekano wa kuona wanyama wadogo jamii ya swala. Pia kuna uwezekano wa kuona jamii tofauti za ndege. Na kingine kipi ambacho tunaweza tukakiona? Kwa huku tunaweza tukaona jamii ya tofauti za miti. Tunaweza tukapata jamii tofauti za miti, tutajifunza matumizi na dawa. Pia na jinsi gani sisi kama wananchi tunaweza tukanufaika juu ya miti hii ambayo inapatikana katika hifadhi zetu. Moja ya mambo ambayo nimeyashangaa na nimeona kuna daraja la kutengeneza. Unaweza kusemaje kwenye hili daraja? Kwa daraja hili hapa naweza nikasema ni miongoni mwa madaraja mazuri yanayopatikana katika hifadhi yetu. Daraja hili limetengenezwa kwa mianzi. Tunaita mianzi, na mianzi hii imetoka katika hifadhi hii hapa. Kwa hiyo tumetengeneza daraja hili, kipindi cha kiangazi watu wanaweza kuvuka, kipindi cha masika watu wanaweza kuvuka. Kwa hiyo uwepo daraja hili unasaidia pia watalii kutembea katika hali ambayo ni sawa bila kukanyaga maji karibia siku nzima kama kutakuwa kuna mvua. Naomba washawishi watu waje kwenye hiki kivutio mara ya mwisho. Kwa mara nyingine napenda kusema Tanzania ni nzuri sana, ila wengi wetu tunakaa nyumbani, hatujui umuhimu wa kuja katika hifadhi zetu. Ukiangalia mzungu anaweza katoka nchini kwao huko Ulaya akapanda ndege hata 4. Lakini unakuta kuna mtu yuko hapa Dar es Salaam, Morogoro, Kilombero, lakini hajawahi kufika Udzungwa. Naomba kama Watanzania wenzangu,
tutembelee hifadhi zetu za Tanzania. Kuna vingi sana vya kujifunza na vya kujivunia kama Watanzania. Kwa hiyo naomba tuje kwa wingi katika hifadhi yetu ya Udzungwa. Asanteni. Sisi tunasema tia chumvi, funika. Sawa, tunafunika, tunaenda kuinua. Sawa, asante sana. Asante. Yani leo ni kama furaha kama yote. Unaona watu wamefurahi, it's a restricted area. Sawa, watu wanahitaji fimbo, watu wanahitaji fimbo. Sawa, watu wanapewa fimbo. Kuna lijitu lirefu sana limetoa, lina futi 6. Mtu ana futi 6 ulishawahi kumwona? Yani sio mpare, ila mbishi. Kuna watu wanapewa fimbo, sio kwamba wanaenda kuua nyoka, hapana. Jamani, kuna utelezi huko juu, kuna utelezi, zingatia utelezi, utelezi unaozungumziwa. Kama unavyosikia watu wanapeana tahadhari, ndo wanataka kupanda huko juu. Watu wanapeana fimbo sasa kwa ajili ya kupanda. Namwona Mama T kidogo hapa. Hebu kidogo tumuone. Hapana, hapana. Kuna mtu anasema hapana. Hapana, hapana ina maana nyingi. Ina maana kakubali ila kakataa. Asante. Watu wanapeana fimbo. Manfred naye akapata fimbo. Manfred, wewe unaonekana ni mkojani wa Ifakara na ni mtu muhimu sana. Hebu ongea kidogo kwa ajili ya tukio la leo. Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya mkojani. Jamani, Ifakara tuna mkojani. Mwingine napenda kushukuru uongozi wa Ifakara Runners kwa mawazo mapana kuhusiana na hili jambo. Limefika katika wakati mwafaka. Limetufanya tuwe kuona vivutio vyetu. Sawa, tuna refresh mind. Tunakutana na ndugu ambao hatukae nao sehemu moja. Hiyo inatusaidia kujenga kifikra mpaka kimawazo. Sawa, kwa upande wangu mimi nashukuru sana hili lililotokea leo. Na enjoy kuwa hapa. Kwa nini Ifakara Runners umeichagua? Kwa nini? Kwa sababu ni moja kati ya klabu ambayo inanivutia. Sio kunivutia kwa jina, kunivutia kulingana na aina ya watu wake waliokuwa katika waliopo. Wanani inspire sana mpaka kufika hapa. Asante. Kwa nini jezi yako ina maua? Sijaelewa. Kuna samaki, kuna nini? Unaweza kutuelezaje? Hii inawakilisha nini? Inawakilisha bonde husika. Hayo maua unayoona nikiwa nawakilisha kama mpunga. Mchopeku bwana huko kwenu. Hili ni bonde ambalo linatoka hiki kitu. Asante. Na ukiona hapa samaki bana kulingana na mtu wetu Kilombero na mito mingine iliyokuwa jirani hapo. Inatoa vitu vya design hiyo. Kwa hiyo tunafurahia sana kuwa katika ardhi hii. Wale mbali nao wajisogeze. Lakini kama mmeenda Udzungwa sio gharama sana. Mbona watu wanasema gharama kawaida sana? Unawaambiaje Watanzania? Wakaribie, waendelee kusogea. Sababu huwezi kujua kitu kabla hujafanyaje? Ya nini kama hujakifanya. Unaanza kudadisi, ukishajua undani wake utaangalia na gharama zake kulingana na upatikanaji wako na utafutaji wako. Ukiona ni gharama ya kawaida tu. Asante. Kwa mtu aina yoyote yule anaweza kaja. Asante kwa kushiriki. Huyo ndo ndugu yetu mkojani kama mnavyomuona, anapatikana huku. Wazee wa Etubu Bay. Asante sana. Mwingine yule hapa Kiria. Kiria akachanganyikiwa. Nikiweke wapi hiki? Endelea kuweka unapoweka, tayari kinanasa. Huyu anaitwa Kiria. Weka popote. Anaitwa Kiria aka shemeji yangu. Naomba aendelee. Kiria. Naam. Vipi? Safi kaka. Naona umekula miwani kabisa yani. Naam, habari za size then. Mtoto wa Chuga. Unataka kuwapigia saluti kidogo? Hapana. Sasa ndo tunaondoka. Tunapanda juu. Sasa tunaondoka na Kiria, hebu tuelekeze safari inakuaje? Safari ni kuanzia hapa na nafikiri tutakuwa na kiongozi ambaye atatuongoza. Ndio.
hakuna kitakachoharibika. Watu wako imara na ni wazoefu wa hii shughuli ya matembezi. Ndio. Kwa hiyo na imani hamna kitakachoharibika. Okay, wape watu mshawasha, kwa nini waje huku? Wanakuja huku kwa sababu ni utalii. Wavutie sasa. Tunataka uwavute. Ifakara kuna vivutio vingi. Udzungwa kuna vivutio vingi vya aina nyingi. Ndio. Na inapendeza kwa watu wa jamii ya Kitanzania kuja kufanya utalii kwa ajili ya matembezi ya ndani, kwa sababu watu wanatoka nchi za ng'ambo za kigeni huko wanakuja kututembelea na wanaenjoy. Je, kwa nini sisi? Okay. Kwa hiyo ni vyema sana wa Tanzania na Waafrika kwa ujumla tukaja kujitembelea. Watu tunaondoka, watu tunapanda. Watu wanaondoka, watu tunapanda. Naam. Tuko na Funguka na msemaji. Watu wameshachukua miti yao, wanaongoza waliopiga Itugru Bay. Kama umjui atumtaji hapa, lakini watu wanaongoza. Ifakara Runners hoye. Kuna mtu mpaka wa mwisho. Na mimi mwenyewe uji. Funguka na. Sawa. Aise, watu wanaondoka, watu wako serious. Watu wako hapana. Huu ni usanii tu. Watu wanaondoka sasa. Karibu Udzungwa. Karibu kwenye milima ya Udzungwa, sio gharama, inapatikana Kilombero Ifakara. Na hawa ndio Ifakara Runners. Sisi hatutumii fimbo. Fimbo wanatumia ambao ni watu ni wachovu, panateleza wataweka mchanga. Watu ndo wanaondoka sasa. Leo ni siku ya 8/8. Watu ndio wanaondoka, ndo tunasepa Okay. Asante, tukutane wakati mwingine. Vihuni viwili vinajadiliana ushenzi. Vishenzi viwili vione. Hamisi Sengu